na mkoa wa Kusini Unguja kwa ujumla. Aidha, natoa pongezi kwa kamati ya maandalizi, taasisi za serikali na sekta binafsi kutoka ya nchi yetu. Aidha, natoa wito kwa wananchi kutembelea maonyesho ya biashara tunayoyazindua leo kwa lengo la kujifunza na kupata maarifa ya kuimarisha shughuli za biashara na kujipatia maeneo mbalimbali duniani kuja kuitembelea Zanzibar. Ni matumaini yangu kuwa tamasha hili la Kizimkazi litaendelea kuwa chachu ya kutoa mchango muhimu wa kuwavutia wageni hapa Zanzibar pamoja, ili rasilimali hizo ziweze kuleta tija zaidi na manufaa kwa wananchi na serikali kwa ujumla. Kama mnavyofahamu, katika maeneo haya ya pwani tumeitumia bahari, vyombo vitakavyowawezesha wavuvi wetu wawe na uvuvi wenye tija zaidi, na tuanzishe viwanda vya kusindika samaki na mazao mengine ya bahari ikiwemo mwani, wananchi wapate bei nzuri tofauti na ilivyo sasa. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, mkoa wa Kusini Unguja unazidi kupiga hatua katika uwekezaji, hasa katika ujenzi wa hoteli za pato la taifa kwa ulipaji wa kodi na tozo mbalimbali pamoja na fursa za ajira kwa vijana wetu. Nawahimiza muendelee kutoa ushirikiano na kutumia fursa zilizopo katika uwekezaji, viwanda na uchumi wa buluu. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa pongezi na shukrani zangu tena kwa kamati ya maandalizi na wadau wote shiriki, wageni wetu na wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja, hasa wa Kizimkazi, kwa mapokezi na kushiriki ipasavyo katika kufanikisha sherehe za uzinduzi, na watu wote kwa ujumla waliotoa michango yao katika kufanikisha tamasha hili. Nawashukuru pia wasanii wote na washiriki wa matukio mbalimbali yaliyopangwa kwa lengo la kulifanya tamasha kufunguliwa tamasha hili la Kizimkazi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutufungulia tamasha letu, na sasa Rais umetuambia kwamba utapata nafasi kidogo ya kutembelea mabanda ya maonyesho yaliyopo hapa